Fanyeni mnachofanya, tendeni mnachotenda. Lakini Mungu ameniambia ya kwamba ujumbe huu niwaambie viongozi wote wa Tanzania, wa chama pinzani na wa chama tawala. Ujumbe huu ni wenu. Naitwa Apostle Justin Semba. Nimezaliwa katika nchi ya Tanzania. Nimekulia katika nchi ya Tanzania. Lakini sasa hivi nipo katika nchi ya Zambia. Nikiwa katika maono makubwa, Mungu ameniambia mambo haya juu ya Tanzania. Mungu ameniambia nije niwaambie viongozi wa Tanzania, wa vyama vyote vya siasa, ya kwamba amani ambayo Mungu ameilinda kwa miaka mingi katika nchi ya Tanzania haiwezi kutoweka. Haiwezi kutoweka. Haki ambayo Mungu aliitangaza katika misingi ya kujengwa na taifa hili, kuanzia mababu mpaka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anachukua taifa hili, haiwezi kuvunjwa. Hivyo ameniambia Mungu niwaambie viongozi wote wa kisiasa, wa chama cha CCM, wa chama cha Chadema, UDP, CUF, NCCR Mageuzi na vyama vingine, ACT Wazalendo na vyama vingine vyote ambavyo vipo katika nchi ya Tanzania. Ujumbe huu ni wenu, naomba msikilize kwa makini. Mungu ameniambia haki ya watu ni ya muhimu kuliko kitu chochote ambacho ninyi mnakijua. Mungu ameniambia uhai wa mtu ni kitu cha thamani kuliko vitu vyote mnavyovijua. Nikiwa katika maono nikaziona nyota mbili, nyota ambazo hizo Mungu amesema msiziguse. Nikawa namuona Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye kwa taarifa katika nchi ya Tanzania sasa hivi anakabiliwa na kosa la uhaini. Lakini katika maono nimeona nyota yake ikiwa inang'aa sana kama nyota ile ya mashariki ambayo mamajusi waliweza kuiona na kuweza kushangaa. Lakini nyota nyingine ambayo nimeiona ni nyota ya Mheshimiwa John Heche. Nyota ambayo nayo nimekuta inang'aa sana. Japo kuna watu ambao wataibuka hapo katikati na kujaribu kumchafua Mheshimiwa Heche, lakini nimemsihi Mungu ya kwamba lile kusudi alilolipanga juu ya mtumishi Heche liweze kusimama. Nikawa naiona nyota nyingine ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ambaye sasa hivi ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nayo ikiwa inang'aa sana. Lakini ghafla ile nyota nikawa naona matone yakiwa yanatoka juu mawinguni, yakawa yanadondokea ile nyota, na ile nyota ikaanza kupoteza mwanga. Mungu akaniambia ya kwamba waambie viongozi wa Tanzania wasihangaike, wasisumbuke, maana mimi niliye mkubwa na ni Mungu wa miungu nimeachilia roho ya maamuzi kwa wananchi wa Tanzania. Wao ndo watajua ni mtu gani anafaa, ni mtu gani hafai. Hii roho ya maamuzi imemwagwa katika nchi ya Tanzania. Sikiliza, ikiwa wewe uoga unabeza maono, ikiwa wewe unabeza unabii, ikiwa wewe unatweza kazi za Roho Mungu Mtakatifu, nataka nikwambie kwamba acha hayo mawazo yako mara moja. Mungu huwa ananena na watu, Mungu huwa anasema na watu. Akamwambia Musa ya kwamba mimi nitakuwa wewe na nabii wako atakuwa Haruni. Nataka nikwambie ya kwamba unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali mwanadamu alinena yale yanayotoka kwa Mungu. Nataka nikwambie kitu wewe unayenisikiliza mahali hapa, ya kwamba unabii huu ni lazima utatimia, ya kwamba Mungu anasema ya kwamba viongozi msihangaike, kwa sababu mnapohangaika, maana Mungu aliniambia ya kwamba kuna viongozi Tanzania wako tayari kutoa uhai wa mtu.
wapo tayari kutoa uhai wa mtu, wapo tayari kwa ajili ya kumpatia mwingine mateso, wapo tayari kwa ajili ya kumwangaisha mtu mwingine ili waweze tu kuchukua madaraka. Mungu ameniambia ya kwamba yeye tayari kashaimimina roho ya maamuzi ndani ya mioyo ya Watanzania. Na ndio maana ukisoma katika kitabu kile cha Ayubu sura ile ya 38 mstari wa 36 anasema, je, ni nani aliyeitia hekima moyoni, au ni nani aliyetia ufahamu rohoni? Kwa hiyo Mungu kashaachilia ufahamu kwa wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo kama wewe ni kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, uwe ni Chama cha Mapinduzi, uwe ni chama cha ACT Wazalendo, nataka nikwambie ya kwamba Mungu ameshatia hekima na ufahamu katika mioyo ya Watanzania. Hivyo usihangaike kwa ajili ya kutoa fedha zako, usihangaike kwa ajili ya kwenda kumtoa sijui kafara nani ili uweze tu kupata uongozi, usihangaike kwa ajili ya kuchomoa uhai wa mwenzako. Nataka nikwambie tayari mbingu imeshapanga ni nani ambaye apite, ni nani asipite, ni nani ana haki, ni nani ambaye hana haki, ni nani ambaye nyota yake inawaka, ni nani nyota yake ambaye imefifia. Nataka nikwambie kwamba Mungu ni Mungu mwenye maamuzi sahihi. Mungu anajua, kwa sababu Mungu anafahamu hata mapana ya dunia. Mungu anayaona malango ya kuzimu. Yeye ni Mungu aichunguzaye mioyo. Raba kosha taparadaba. Nipo katika nchi ya Zambia, lakini nikiwa katika nchi hii ya Zambia naiona Tanzania katika mikono ya Bwana. Naiona Tanzania ikiwa na maono makubwa, na Mungu anaenda kufanya mabadiliko. Na ndio maana unakuta kila kiongozi wa dini anadai mabadiliko. Kuna namna ambavyo Mungu anaenda kufanya. Kuna namna ambavyo namuona Sulemani katika nchi ya Tanzania akiwa anausimika utawala wa kimungu katika nchi ya Tanzania. Mimi sijui ni nani, lakini namuona Sulemani ambaye anaikamilisha Tanzania ili iwe sehemu ambayo kila mmoja ataikimbilia amani, kila mmoja atajisifu kwa amani. Watanzania, narudia tena, hawawezi kuandamana. Ikiwa wewe ni kiongozi, ikiwa wewe ni shehe, ikiwa wewe ni padri, ukahamasisha Watanzania waweze kuandamana, Watanzania hawawezi kuandamana, kwa sababu roho ya Mungu imeshatua katika nchi ya Tanzania na imeweka hekima, ufahamu na roho ya maamuzi imeshamiminwa. Kwa hiyo wao ndo wataamua yupi ni sahihi na yupi sio sahihi. Nachie comment section. Nachie comment kupitia comment section hapo. Niambie ni nini ambacho kinaendelea katika nchi ya Tanzania, maana mimi sifahamu. Lakini hayo niliyokuambia ndio Bwana ameniambia. Kwa hiyo nikutakia wakati mwema na Mungu awatunze katika nchi yangu Tanzania. Mungu akijalia nitarudi Tanzania. Mbarikiwe sana.